أيها الإخوة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العلي العظيم. Ndugu Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwanza tuchukue fursa ya kurudi tena baada ya kwenda katika likizo ndefu ambayo kwamba ndani yake hii likizo, kwa yule ambaye kwamba amefuata dasturi ya kitabu Allah ameenda kufaulu, na vile vile yule ambaye kwamba amefuata dasturi ya shaitani ameenda kuingia katika hasara. Malasaf, wote ni wanadamu, na yule ambaye kwamba ameenda kuvuna au kusoma katika likizo ile, basi Mwenyezi Mungu ilikuwa ni taufiki yake imetoka kwake, na yule yote ambaye kwamba ameenda kuhasirika na kupata hasara katika likizo ile, basi ile imetokeana na nafsi yake. Leo kwa msingi huo nitaenda kuizungumzia mada inahusiana na taqyimul bidayatul jadidatu fil dirasa, tathmini ambayo kwamba itakuwa katika mwanzo ya masomo yetu. Mwanadamu akiwa anataka kuweka malengo yale yako ni ya siku, malengo yale yaweko ni ya wiki, malengo yale yaweko ni ya mwezi au mwaka, ni lazima awe na taqyimul bidayatun jadida, ni lazima awe na tathmini ya mwanzo mpya, kwa sababu hata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukenda kuangalia katika maisha yake, jana yake haiwezi kuwa sawa na leo yake. Na ukiingia katika baadhi ya hadithi wanasema kuwa yule ambaye kwamba leo yake itakuwa sawa na jana yake, basi huyo ameenda kupata hasara, na yule ambaye kwamba jana yake imekuwa tofauti na ya leo yake katika mavuno, huyu amepata najah katika maisha yake. Lidha aya niliyotangulia kuisema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Najm, wa an laysa lilinsani illa ma sa'a, na yule ambaye kwamba mwanadamu anayepata chochote kile isipokuwa kile ambacho kwamba yeye amekifanya kwa juhudi yake. Na Mwenyezi Mungu akasema tena, wa anna sa'yahu sawfa yura, ile juhudi, ile kazi atakayokuwa anaifanya mwanadamu yule itaonekana. Ikiwa wewe haumuoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukumbuke Allah Subhanahu wa Ta'ala anakufanya nini? Anakuona. Kwa hivyo katika bidayatun jadida, katika mwanzo ambao kwamba ni mpya wa mwanadamu, ni lazima aweke target ambayo kwamba wapi anataka kufikia. Na kila siku ikiwa unataka wapi kuelekea, ni lazima ulete kumbukumbu ya watu umetoka. Ikiwa ulipotoka ni pazuri, yastahili target yako uiweke juu zaidi ili uje kuwa mzuri zaidi. Na ilipokuwa umetoka ni hasara na majuto, yastahili wewe mwanadamu uweke target ambayo kwamba haitukupelekea tena kurudi katika majuto kama yale. Haiko tathmini.
ambayo kwamba mwanadamu anastahili awe nayo, kama bwana mtume akisema hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Mwanadamu aliyebalighi ni lazima calculate maisha yake kabla hajahesabiwa. Ukiona kuna mazuri katika sehemu niliyofanya miaka iliyopita, yastahili mazuri haya uyazidishe na kuyanawirisha zaidi. Na ikiwa ukiona katika miaka iliyopita nilifanya kupoteza muda, nilipoteza, ni lazima katika mwaka huu uko na mabadiliko na mwelekeo na mikakati ya kimsingi ambayo kwamba yataenda kukava katika yale miaka iliyopita. Mathalan, katika system ambayo kwamba tuko nayo sisi, tuko katika ile ambayo kwamba tuko nayo ya 844 tunaendelea nayo. Mwanadamu au mwanafunzi akiondoka katika form 1 akiingia form 2 anatahiniwa ya form 1 na form 2, kama vile ambaye kwamba akiwa form 3 anatahiniwa ya form 1, form 2 na form 3. Hii yamaanisha ikiwa katika mwaka wako wa kwanza ulicheza, utapata hasara katika mwaka wako wa pili. Hii kujitengeneza ni lazima ugundue katika mwaka wako wa nyuma, ukarabati kwanza, ndio ukutambua wapi ulipotoka, ndio utajua wapi unaelekea. Lakini ukisahau wapi umetoka, bila shaka utapotea unapokwenda. Sasa ni lazima ukarabati katika mwaka wako wa kwanza ili kufaulu katika mwaka wako wa pili. Na ikiwa mwaka wako na pili umeingia katika hasara na kupoteza, ni lazima urudi tena ukarabati mwaka wako wa kwanza, ukarabati mwaka wako wa pili, ili upate kufaulu katika mwaka wako wa tatu, sawia na ule ambaye kwamba ako katika mwaka wa 4. Ndugu zangu ni Waislamu, Imam Sadiq anasema man lam yuhasab nafsahu kullu yawmin, yule ambaye kwamba hatakuwa ni mwenye kujihisabu nafsi yake kwa kila siku, falaisa minna, huyo anasema si katika wao. Ikiwa mwanadamu huko tayari kuangalia alfajiri yako mpaka isha yako imeendaje, wewe huko tayari na watu kama hawa, kama vile alivyosema Imam Ali karramallahu wajhahu, man istawa yawmahu fahuwa maqbun, yule ambaye kwamba siku zake mbili ni sawa, yani jana yako na leo yako itakuwa ni sawa, basi huyo ni mwenye hasara. Ni lazima zitofautiane, ni lazima uwe mazuri katika maisha yako. Lidhan taqyim ambazo kwamba mwanadamu anastahili awe nao, ya kwanza ni taqyimun asasun najah, kutathmini misingi ambayo kwamba yataleta mafanikio. Wakati umeanza mwaka wako, ni lazima uweke misingi ndio ambayo kwamba itaenda kuinua gorofa unayoitaka. Ikiwa gorofa ile itakuwa ni thabiti na ni imara, ni lazima misingi yako yaweko thabiti. Ikiwa misingi yako yatakuwa na legalega, utakapokuwa unainua gorofa ile itakuangukia, na mara nyingi inaporomoka na inakuwa tofauti. Wakati umeweka misingi, unayaamini misingi yale yako thabiti, itakuwa gorofa ile ulioijenga nayo itakuwa thabiti, itakaa miaka mingi. Lakini ikiwa foundation yako umeiweka ni ya kulegalega, ndio utakuwa huyu mwanadamu gorofa aloipanda au gorofa aloijenga itakuwa ni sasa au ni sasa hivi kuporomoka. Sasa leo tuiweke kama ni bidayatun jadida, ni mwanzo tena wa kuweka msingi ulioimara. Na mara nyingine basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwekea misingi yake ambayo kwamba yatakusaidia kucopy paste misingi yako ili kuweza kufaulu. Ndio pale anasema yule ambaye kwamba anatumia kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunnatu Rasulillah, fama balighu fi haliki dhulumat, anasema kwa waumini au waislamu wako na nuru mbili,
lakini la kushangaza wanaishi katika kiza. Yani unashika tochi mbili lakini bado unagonga vikuta miti. Yamaanisha kuwa tochi zile mbili ulobeba hazina misingi ambayo kwamba yatakupelekea wapi unaelekea. Na mara nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuweka tactics zako za maisha au misingi yako ya maisha na kuyaamini, ukaja kuanguka na sio kuporomoka. Kuna tofauti. Mwanadamu anaweza anafanya jitihada katika kufikia malengo, lakini namna anavyokuwa na malengo yale, huyu mwanadamu anajiona anarudi nyuma. Na wanasema kuwa wakati ukijiona unarudi nyuma ndio kuwa na ukomavu zaidi wa kuelekea wapi? Wa kuelekea mbele. Wakati ukianguka haustahili ujikwae, stahili ujipatie nguvu ya kufanya nini? Ya kuamka. Na kila siku kinachotoka chini huwa kina nguvu zaidi kuinuka juu kuliko kilioko juu kuelekea wapi? Kuelekea juu. Sasa huyu mwanadamu anastahili kujigundua kwa katika maisha haya ninayoyatembea, henda nikaanguka, haimaanishi ku give up au kuvunjika moyo. Kwa huyu mwanadamu anastahili awe na kasi mpya, bidayatun jadida, awe na mwanzo mwingine mpya wa kuamka kwa mara nyingine tena. Hapa ndio itakupatia kuwa la taknatu birahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukifanya kosa la kuvunjika moyo, hilo ni dhambi kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haistahili kwa muumini ambaye kwamba anapambana katika maisha yake, hasatan ya talabul ilm, kuvunjika moyo katika maisha yale. Bila katika moyo au katika taqim asas linajah, ni huyu mwanadamu aweke target, kutathmini misingi thabiti ya kumpelekea kufaulu kwake. Thania, ya pili, bidayatun jadida tahtajun qararun jadid, mwanzo mpya yanastahili huyu mwanadamu kuwa na mwenendo na mabadiliko ya tabia yake kwa kuwa na maamuzi mapya. Si kusema huu ni mwanzo mpya kwa hivyo nitafanya. Ni lazima uwe na maamuzi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hawezi kukubadilisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema kuwa huu ni mwanzo mpya. Ni lazima uwe na maamuzi binafsi, ni ubadilike nafsi yako, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye atakuwa ni mwenye kukubadilisha. Hapa utapata mara nyingi sisi tukiingia katika mwaka mpya tunaweka vitu vingi ambavyo kwamba zinakuwa fauqa almustawaya, yani zinakuwa juu ya matakwa yetu. Kwa mfano, unasema katika mathematics unapata C-, kisha wewe umeenda kuingia katika mwaka wa leo wataka F. Hiyo ingia kile. Kisi kujibadilisha. Kwa sababu wewe umeenda kuchukua cha juu, kabla ya cha juu kile hujakuwa na uwezo wa kukichukua. Ni lazima mwanadamu ajiwekee misingi au ajiwekee natija na asasi ambazo kwamba anaweza kuzichukua kwa wakati maalum. Hii ndio kujibadilisha. Na mara nyingine kulingana na akili yako haibadiliki hapo kwa hapo, inakuwa tadriji. Kama yule ambaye kwamba mwanadamu au kijana aliyekuwa addicted kuvuta sigara, kisha umwambia leo tayari aache kuvuta sigara. Haiwezekani leo kwa leo. Ni ataacha sigara ile tadrijia, yani pole pole. Leo havuti, kesho atavuta, kesho kutwa havuti, kesho yani anajipima kulingana na nafsi yake. Kila siku nenda hivyo, itakuja sasa kwa wiki anavuta mara moja. Itaendelea hivyo hivyo kwa kila wiki, anakosa wiki 2 anavuta mara moja. Inaendelea wiki 3 anavuta mara moja.
kwa mwezi anavuta mara, ukishtuka mwezi mzima anaweza kukaa bila kuvuta nini, sigara, tadrij. Kwa hivyo kughayyiru bi anfusika, mabadiliko ya nafsi yako yategemea na nafsi yako unavyojua. Hasibu, hisabu kwanza nafsi yako iko katika kategori ipi, mutmainna au iko katika lawama au iko amaratun bisu. Ukitambua hapo ndio utajua namna ya kudili nao nafsi kama ile. Dirasatun ibada biliyatin salihah, wakati ukiweka matakwa yako ujue kuwa masomo yako ni ibada yako, na hii inategemea na nia yako. Innamal a'malu binniyat. Wakati unasoma physics ile inaweza kuwa namna unavyoisoma unaandikia thawabu kwa sababu hiyo ni ibada, lakini ukasoma tu kwa lengo la kufaulu tu form 4, wewe huko katika ibada, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatembea wewe kulingana na nia yako ambayo kwamba inakuwa. Alwaqtul amana, wakati ukitaka mabadiliko, ukitaka kutathmini mwanzo mpya, utambue kwa wakati ulionao hii ni amana ambayo kwamba utaenda kuulizwa nayo. Mwanadamu akizaliwa, akibalighi, akiingia katika marhala tushaykhuha, hizo ni marhala ambazo kwamba kila hatua anaoifanya ataenda kuulizwa nao kwa kulingana na wakati wake. Sasa wakati wa form 1 umepita, form 2 umepita, form 3 umepita, sasa hiyo kwa form 4, je, ulitumia vipi wakati wa miaka mitatu ile? Je, ulitumia vipi wakati wa miaka miwili ile? Je, ulitumia vipi wakati wa mwaka mmoja? Wakati ukijua kuwa huu wakati uko katika amana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa ngumu sana wakati wa kuupoteza. Mathalan, aliulizwa yule mwenye kuulizwa, akaambiwa katika ulimwengu kuna kitu gani cha ghali ambacho kwamba mwanadamu anastahili awe tunacho? Kila mtu akasema, wengine mali, wengine wakasema majumba, wengine wakasema magari, lakini akatoka mmoja ambaye kwamba aliacha vitu vyote, akasema kuwa aghla shay'in fi hayati wal waqt, kitu cha muhimu na cha ghali zaidi katika maisha yangu mimi si magari, si mali, ni wakati wangu. Wakati ukaondoka, hata ukasema kuwa saa za ulimwengu mzima zirudi, ule wakati hawezi kurudi. Lakini mali ipotee, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza kupiga tochi tena ukawa na mali zaidi. Magari yavunjike, yapatikane na ajali, utaweza kupatikana tena na ajali. Kwa hivyo wakati kwa mwanadamu ni kitu ghali zaidi katika maisha yake kuliko kitu kingine chochote. Ukijua tathminia hii kitu kwa wakati ni muhimu, basi itakuwa wewe kupoteza wakati kwako kwa mwingine itakuwa ni kitu cha si rahisi katika maisha yako. Lakini leo utapata baada ya kutoka darasani unaenda kukaa na kusema wacha tupoteze wakati. Tumesema kabisa wacha tupoteze wakati kidogo, yaani wakati waweka, wakati wa kupoteza. Hii haitakiwi hasatan katika talabul ilm. Nyingine ni indhibatu miftah tafwiq au tafawuq. Nidhamu ni ufunguo wa kufaulu. Ukitaka kuingia katika kufaulu au mlango wa mafanikio, ni lazima uwe na barnamij nidhami, lazima ufuate maagizo, ni lazima uwe na nidhamu ya kufikia malengo, ni lazima uwe na husnul khuluq, tabia yenye kuvutia. Na mara nyingine hata utapata walimu wenu wanakuwa wajinga kwa wakubwa zao. Usione kuwa ni mjinga, anataka kufikia malengo yake, akona maslahi, ima maslahi dini au dunyawi,
hiyo maslahi yake ni ya kidini, lakini akona malengo. Ndio mara nyingine ni mwalimu hili ni mzumbukuku kweli kweli, sivyo? Akona mambo yake yanamuendea. Hata kwa mwanafunzi ya stahili hivyo. Kiwa katika darasa ni lazima ujioneshe tawadhu, ni lazima ujifanye hujui mbele ya mjuzi. Siku unaona kwa huyu mwalimu amekosea, wamuua mbele ya wanafunzi, hiyo ni kama tadinu tujana. Wakati ukiwa mwalimu lazima utaumbuliwa, ni lazima uwe na tanzim, namna ya kupelekesha mambo yako. Kwa hivyo indhibatu miftahu tafawuq, utakapokuwa na heshima na tabia njema katika masomo yako, ndio njia ya kufanikiwa kwako. Mwisho, as-sadiqin salih yuayinu ala an-najah. Wakati ukiwa na rafiki mwema ushachagua kufaulu. Sisi ndio marafiki, na sisi ndio ambao kwamba tunafanya tufaulu kwetu, na sisi ndio tunafanya kufeli kwetu. Wakati ukiwa na rafiki mzuri, mtizani, mara nyingi huwa anataka uwe kama yeye. Rafiki ambaye kwamba ni sadiqin, yani ambaye kwamba huyo, yani yeye hawezi kwa siku mzima shimo asikuone, huwa mara nyingi anataka wewe uwe kama yeye, ima salbia au ijabia, ikiwa ni katika mazuri au kwa mabaya. Ikiwa yeye anataka wewe anasoma, anataka na wewe usome. Ikiwa yeye anatacheza, anataka na wewe ucheze. Hasa mara nyingine unakuwa huyo rafiki yako ako katika darasa ambalo silo lako, nidhamu yako ya darasani inatofautiana na nidhamu yako. Hapa ni lazima kuwekeana na mipaka. Mbali ya kuwa ni rafiki yako, lazima kuwa na nidhamu ya mipaka kati yenu. Wakati mimi nakula, mimi nastahili niandike kulingana na nidhamu. Ima nidhamu hiyo iwe ni ya sawa au si ya sawa. Ni lazima uwe na principle katika maisha yako. Kwa hivyo sisi wenyewe tunaweza kuweka mabadiliko ya kufaulu ishimu mzima katika sisi Waislamu, ikiwa tutakuwa tayari kuinuana, ikiwa tutakuwa tayari kusaidiana, ikiwa tutakuwa tayari kusitikiana. Ni mwanadamu anastahili aone au avae kiatu cha mwenzake. Raha anaoipata ni aifanye mwenzake pia ajihisi kuna raha ile. Shida ambazo kwamba anapata mwenzake ahisi kwa moyo wake kuwa shida zile ni kama zake. Hii ndiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyotufunza wakati pale alipokuwa anaishi na wanafiki, wakati pale ilipokuwa anaishi na makadhi bongo. Bwana Mtume ilikuwa anavaa kiatu kile ambacho kwamba wao hawakijui. Ndio pale Mwenyezi Mungu akileta wahi kwa tuwafanyeje, akiwaambia chana na wao, ni kwa sababu hawajui wanavyofanya. Kwa hivyo ndugu zanguni Waislamu, ni lazima kupatikane mafanikio ya kimasomo ambayo kwamba hayaji kwa bahati, bali yanakuja kwa juhudi. Ni lazima patikane tathmini ya mwanzo mpya ya kimasomo unaohitaji bidii mpya. Ni lazima kupatikane jitihada darasani ili kupatikane nidhamu ambayo kwamba itaonekana na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho nikimalizia, katika kubadilika kwako unaweza kupatikana misukosuko, unaweza kupambana na changamoto ambazo kwamba changamoto zile ima zioko ni changamoto ambazo kwamba ni za familia uliotoka, au ni changamoto za walimu ulionao, au ni changamoto za wanafunzi ambao kwamba wamekuzunguka. Jamaa alitoa noti ya pesa, akawauliza wanafunzi, ni nani anaohitaji hii pesa? Wanafunzi wote wakainusha mkono kwa wanahitaji ile pesa.
akachukua pesa akaikunja, akauliza tena, ni nani ambaye kwamba anaohitaji pesa? Wanafunzi bado wakainusha mikono wote. Akaichukua pesa akaiweka chini, akachukua mguu akaikanyaga ile pesa, akauliza tena, ni nani anaohitaji pesa? Watu wote au wanafunzi wale wakasema bado kuwa sisi tunahitaji. Kaambia basi ni lazima nyinyi muwe kama pesa. Wakati umeinushwa watu wanakuhitaji, wakati umekunjwa watu bado wanakuhitaji, wakati umeanguka watu bado wanakuhitaji kwa sababu ya thamani yako ya pesa. Kwa hivyo wewe mwanafunzi ni lazima uwe kama pesa. Namna unapopigwa, namna unapokuwa na fikra ambazo kwamba zinakujia chini, ni lazima ujioneshe thamani yako. Ni lazima uigundue thamani yako, kwa mimi niko na thamani gani katika maisha yangu ya hapa duniani mafupi, kwa familia, kwa marafiki au kwa jamii, ili utakuwa na motivate ya akili yako kupelekea katika kufaulu kwako. Nas'alullah al-auna wa tawfiq bima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin.